Kujikosoa katika kazi kulingana na misimu iliyopita maishani mwako ndio kukua kifikra, kukua kiakili, kukua kiuchumi, kukua kihuduma, kukua kifedha, kukua kibiashara, kukua kisiasa na kukua kiteknolojia. Nitarudia tena. Kujikosoa katika kazi kulingana na misimu iliyopita maishani mwako ndio kukua kifikra, ndio kukua kiakili, ndio kukua kiuchumi, ndio kukua kihuduma, ndio kukua kifedha, ndio kukua kibiashara, kisiasa na kiteknolojia. Nasema kampuni au taasisi yoyote inayotaka kukua ni lazima kujikosoa na kukiri kuwa walikuwa na nyakati au msimu wa ujinga katika kampuni, katika uzalishaji, katika taasisi, kwenye management. Kuna wakati ambao umepita, wakati wa ujinga au msimu wa ujinga. Lazima uwe na msimu wa ujinga. Even God himself alikuwa na msimu ambao kwake ana utafsiri kama ni msimu wa ujinga. Imeandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 17 na mstari wa 30. Matendo ya Mitume ule mlango wa 17 mstari wa 30. Biblia inasema hivi: basi zamani zile za ujinga au wakati ule wa ujinga au msimu ule wa ujinga, Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Nyakati za ujinga. Walikuwa na nyakati au msimu wa ujinga. Kumbuka, maisha ni marefu kuliko msimu wa ujinga uliopita maishani mwako. Narudia tena. Kumbuka, maisha ni marefu kuliko msimu wa ujinga uliopita maishani mwako. Sasa nataka angalau kidogo unisikilize sawa sawa. Mabibi na mabwana, kukua kwa taasisi, kukua kwa organization, kukua kwa kampuni, kukua kifikra, yani kusema umepevuka, una akili zinazokuwa, karama inakuwa, huduma inakuwa, ni pale utakapojua angalau mara moja kwenye maisha yako ni wapi umezingua. Kama haujawahi kuona mahali ulikokosea na ukaangalia ukaona kabisa ya kwamba kuna mahali ambako una zamani za ujinga, haiwezekani, haukui hata kidogo. Tulikuwa tunapiga simu reverse call. Au niwakumbushe tu. Unaenda kupiga simu, kulikuwa kuna watu wanaitwa operator, simu operator. Miaka ile. Kwa hiyo unapiga simu, inakwenda kwanza kwenye ofisi ya simu operator, unampa namba za simu za mkoa unayotuma, kama ni Morogoro, kama ni Tanga. Utasubiria masaa 7. Wakati huo shirika la posta na simu TTCL. Utasubiri masaa 5 na utakaa hapo pembeni ya hiyo simu. Baadaye utaitwa kwa sababu kunakuwa na foleni ya simu. Mimi nilitumia hiyo simu. Mimi nayehubiri hapa nilitumia hiyo simu. Na baadaye masaa 5, siku hiyo unaposema unapiga simu, huna kazi nyingine. Yaani kupiga simu ni kutwa nzima. Yaani leo nakwenda posta kupiga simu, ni siku nzima. Mimi nilikuwepo hapo kwenye hiyo teknolojia. Sio mbali. Na ukikaa pale masaa 5, masaa 7, masaa 10 saa nyingine. Siku itapita, utaambiwa urudi kesho. Bado kulikuwa kuna foleni kwenye simu, kwenye operator office. Baadaye utasikia umeitwa. Unapokea, halo, wewe ndio ulikuwa unataka kupiga simu Kagera? Ndio ulikuwa unataka kupiga simu Shinyanga? Okay, simu yako imeunganishwa. Subiri kidogo. Ndio unaunganishwa. Hivyo unaongea na ni ya kamba, umeshikilia kamba. Leo ni watu wachache waliojikosoa wakasema si vyema. That is technology. Kukua, kuongezeka kifikra. Leo unaweza kupiga simu ukiwa popote.
Leo unaweza kutuma SMS ukiwa popote, within a second umeshafikia dunia nzima. Hakuna tena. Na hata ile kozi ya tours operator ambayo ilikuwa kila mtu anatamani kusomea hiyo tour operator, hiyo call operator, lakini hakuna kuwa tena kwenye hiyo operator, sijui simu operator na vitu kama hivyo. Lakini leo teknolojia imekuwa ni kwa sababu ya kujikosoa, na ni kwa sababu ya kusema si vyema. Kwa hiyo ukiona kwenye maisha yako haujikosoi, yani hauna kitu ambacho unafika mahali unasema si vyema, namna nilivyofanya biashara si vyema, na ukaona kabisa kuna mahali nilizingua, kuna watu niliwaingiza kwenye maisha yangu hata kidogo, kuna mkopo nilichukua, sio huu ni kukakausha damu, huu ni mkopo wa kipepo, kuna mahali nilienda vibaya, kuna mahali nimepoteza wateja, kuna mahali nimepoteza muda. Uone, ujue. Ukiona hivyo ujue unakuwa. Ukiona vitu vyote ni sawa, hauendi popote, anguko lako ni kubwa na utaanguka vibaya, na kuhakikishia. Wachache wangesema amina. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Ukiona kiongozi yoyote hajikosoi, anguko lake la kisiasa ni kubwa mno duniani, ni kubwa mno. Sasa narudia hapa kusema, je, ni mara ngapi unajifanyia tathmini binafsi, personal critical evaluation, na kujikosoa kama Mungu? Ni wapi? Ni mara ngapi? Ni mara ngapi ambako unasema mimi kwenye maisha yangu nimejikosoa hiki na hiki na hiki? Je, ni mara ngapi unajifanyia tathmini binafsi, personal critical evaluation, na kujikosoa kama Mungu? Maendeleo, development, financial freedom, economic freedom, kupea kihuduma, kufikia mahali fulani, lazima kujikosoa.